Haleluya. Ninawakaribisha ndugu wapenzi mlioko katika maeneo mbalimbali ya dunia katika kipindi cha neno la Mungu Kolera Yesu. Nahitaji kuchangia nanyi neno la Mungu liliopo katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 7. Ninasoma katika jina la Yesu Kristo. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Filadelfia andika: haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufungua wala hapana afungaye, naye afunga wala hapana afunguaye. Amen. Ni neno ambalo nahitaji kuchangia nanyi ndugu zangu, linalosema ya kwamba Mungu akifunga hakuna anayeweza kufungua, na akifungua hakuna anayeweza kufunga. Nahitaji uelewe neno hili katika maisha yako, ya kwamba Mungu akifunga jambo hakuna anayeweza kufungua, na Mungu akifungua jambo hakuna anayeweza kufunga. Na ndiyo maana katika maisha ya kawaida, ikiwa ni kwenye biashara, ikiwa ni katika maeneo ya familia, ndani ya nchi, popote unapofanya kazi, ikiwa ni darasani, chochote unachokifanya, kuna wakati watu wanajiraumu wakisema ya kwamba kwa nini tunayapitia haya. Nahitaji nikwambie kwa muda huu ya kwamba Mungu akifunga hakuna anayeweza kufungua, na Mungu akifungua hakuna anayeweza kufunga. Kusudi la Mungu juu ya maisha yako, waamini ya kwamba litatimia, na kile ambacho ninachokuomba ni ili ujenge uhusiano uliokuwa bora kati yako na Mungu. Umtafute Mungu kwa moyo wako wote. Yanayompendeza Mungu yatatimia kwenye maisha yako. Hata tukisoma katika Samueli wa kwanza ile sura ya 2 kuanzia kwenye mstari wa 6 hadi kwenye 8, kuna maneno mazuri ambayo tutakayoyaona. Ninakukaribisha tusome. Haleluya. Panasema, Bwana huinua naye hufanya kuwa hai, hushusha hata kuzimu, tena huleta juu. Bwana hufakarisha mtu naye humtajirisha, hushusha chini tena huinua juu. Humuinua mnyonge kutoka mavumbini, humpandisha mhitaji kutoka njaani, ili awaketishe pamoja na wakuu, wakarithi kiti cha enzi cha utukufu. Kwa maana nguzo za dunia zina Bwana, naye ameuweka ulimwengu juu yake. Haleluya. Huyu tunapomsoma hapa kwenye kitabu cha Samueli sura ya 1 mstari wa 2 kuanzia 6 hadi 8, ni Hana ambaye alikuwa akishiriki mlima katika hali ya kwenda kumtafuta Bwana kutokana na shida na ziki alizokuwa nazo. Alitafuta mahusiano yake na Mungu, na Mungu akampa mwana aitaye Samueli, na baada ya Samueli akapata wengine watoto 7. Lakini kipindi alichopitia ni kwamba alijua ya kwamba Mungu akifunga hakuna anayeweza kufungua, na Mungu akifungua hakuna anayeweza kufunga. Ndiyo maana akasema huwa Mungu anashusha na pia Mungu anainua, na anamtoa mnyonge katika njaani na kumuinua juu, akimketisha mahali ambapo ni pa heshima.
wewe unayenisikiliza, uamini ya kwamba Mungu ana kila mamlaka katika mikono yake. Ndiye ana uwezo wa kuinua, ndiye ana uwezo wa kushusha, ndiye ana uwezo wa kuua, ndiye ana uwezo pia wa kuweza kufufua. Unapata uponyaji, na maana kila jambo lipo katika mikono ya Mungu. Unapoangalia historia ya mtu aitwaye Daudi, wakati Samueli alienda katika nyumba ya Isai, alienda kutafuta yule atakayekuwa mfalme wa Israeli. Isai aliwaleta watoto aliofikiria ya kwamba ni bora zaidi kwenye familia yake, lakini Samueli akasema haiwezekani, naona ya kwamba hapa hakuna Mungu anayempendezwa ili awe mfalme wa Israeli. Nahitaji kukwambia wewe unayenisikiliza, unaweza kudharauliwa mbele ya watu, huna thamani, huna chochote, watu walikusahau, lakini ukiwa na mahusiano mazuri na Mungu, uamini ya kwamba moyo wako umependezwa na Mungu, hakuna litakalo sumbua maisha yako. Ni kwamba wakati wa Mungu ukitimia, kila kitu kitakaa sawa. Biblia inasema ya kwamba Samueli akamwambia hivi, hakuna mtoto mwingine unayobaki naye? Akasema, ninaye mmoja ambaye yuko nyuma ya kondoo, yuko huko. Kwa hiyo sijui ya kwamba anakufaa ili awe mfalme wa Israeli. Biblia inasema ya kwamba Samueli akajibu, hatutakaa ili tunywe na tule bila kijana huyo hajaweza kuwasili. Nahitaji nikwambie ya kwamba wakati wa Mungu ukitimia, amini ya kwamba hata wengi waziwie, hata wengi wasiseme ya kwamba haustahili, ujue ya kwamba na nafasi yako ipo, kwa maana Mungu amekukubali. Zaidi sana, je, una kibali mbele za Mungu? Biblia inasema ya kwamba wakati Samueli wanamuita, alipoelekea kwenye hiyo nyumba ya baba yake, Samueli alipomuona tu, Roho Mtakatifu akashuhudia, akasema ni huyo huyo atakayekuwa mfalme wa Israeli. Ndugu mpendwa unayenisikiliza, amini ya kwamba huu ni wakati wako ambayo uhifadhi neno hilo katika moyo wako. Uliamini ya kwamba Mungu akifunga hakuna anayeweza kufungua, na Mungu akifungua hakuna mtu anayeweza kufunga. Usijilaumu sasa, sijui pesa hujazipata, kazi haujaipata, sijui kwenye familia wanakuonaje, ndani ya nchi wanakuonaje, hata mataifa ya kuinukie. Wewe utamani sana kupata kibali mbele za Mungu. Mungu akifungua, Mungu akitenda jambo, hakuna mtu atakayeweza kufunga. Ndivyo ilivyokuwa hata kwenye Yusufu. Ndani ya familia yake, alipomaliza kusema zile ndoto, hawakutamani aishi, lakini mpango wa Mungu ni ili aweze kuishi na awe waziri anayehusika na mambo ya utajiri katika nchi ya Misri. Ndivyo ilivyokuwa hata Balamu na Baraki walipotaka kulaani wana wa Israeli. Ilishindikana ya kwamba huwezi ukawalaani wale Mungu aliyowabariki. Hakuna takaye kulaani kama una kibali mbele za Mungu. Ndugu unayenisikiliza mpendwa, mahali popote ulipo duniani, hujalaaniwa. Wachawi hawakuwezi, waganga hawakuwezi, hakuna mtu yoyote anayekuweza. Tafuta mahusiano mazuri wewe na Mungu, utaona Mungu akitenda. Usijali unaoyapitia, tafuta machoni pa Mungu, utauona mkono wa Mungu. Kama walivyomuita Daudi baada ya kuwaita ndugu zake na kuona ya kwamba hawafai, amini ya kwamba wakati wako wa kuitwa, wakati wako wa kuinuliwa, wakati wako wa kuona mkono wa Mungu ni huyu huyu. Hifadhi ndani ya moyo, usilaumu mtu yoyote. Amini ya kwamba Mungu akifunga hakuna anayeweza kufungua, na Mungu akifungua hakuna anayeweza kufunga. Amani ya Mungu iwe pamoja nawe, na Mungu akubariki na akuponye katika shida zozote unazozipitia, na uamini ya kwamba magonjwa unayoyaumwa hayataweza ukuua, kwa maana uponyaji na kuinuliwa na baraka zote na sifa na utukufu vipo katika mikono ya Mungu. Mungu akubariki na akulinde. Shalom, shalom.